السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله، ونشكره شكرا يزيد في نعمه وإفضاله، ونستعينه على طاعته وامتثال أمره، ونستغفره من زللنا وإهمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الصيام جنة للقلوب وزكاة للنفوس وتهذيبا للسلوك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي زاد الصائمين وعدة السالكين وسبب الفلاح في الدارين. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام وجه الله تبارك وتعالى، hakika tupo katika mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake amefaradhisha saumu. Na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakuiweka funga isipokuwa kwa makusudio maalum, makusudio ambayo ni adhima, na ndani yake kuna hikma mbalimbali zinazopatikana ndani yake. Lidhan falaysa siyamu imsakan ani at-ta'ami wash-sharabi faqat. Kwa hivyo utakuta ya kuwa haikuwa funga ni kujizuilia tu na kula na kunywa basi, walakinahu imsakun ani al-athami, bali funga ni kujizuilia ani al-athami wal-awzar. Funga ndani yake inaingia kujizuilia na madhambi mbalimbali, wa tarbiyatun lilqulubi ala al-ikhlas wal-inkisar. Na funga maana yake ni kuzilea nyoyo. Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha funga ili kuzilea nyoyo za wanadamu ala al-ikhlas, kuzilea katika ikhlas wal-inkisar, na kunyenyekea nyoyo, kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى، anasema Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا
enyi wale ambao wameamini, kutiba alaykumus siyamu, mmefaradhishiwa juu yenu mifunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo walifaradhishiwa funga hiyo wale waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa aya akaelezea malengo ya kuwekwa funga, akasema la'allakum tattaqun, mmewekewa funga ili muweze kuwa nyinyi wacha Mungu, muwe ni wenye kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhan fa'adham maqasidi as-siyam, makusudio makubwa ya funga ni tahqiqu taqwa, ni kuhakikisha wanadamu wanaishi maisha yao katika hali ya uchamungu. Hayo ndiyo makusudio makubwa ya funga, bimaana ya kwamba an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina 'adhabi llahi wiqaya. Maana yake ni kwamba mja ajaalie baina yake na baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wiqaya, kinga. Ucha Mungu maana yake mja ni kujaalia kinga baina yake na baina ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakufa jawarihahu 'anil mahari, maana yake ni kwamba mwanadamu anavizuilia viungo vyake kutokana na madhambi, kutokana na mambo ya haramu. Wayadhbita lisanahu 'anil ghiba wan namima, na anaudhibiti ulimi wake kutokana na ghiba wan namima, umbea na ufitinishaji. Anauzuilia ulimi wake, anahakikisha haujiingizi katika umbea wala haujiingizi katika ufitinishaji wa aina yoyote. Wayaghudda basarahu, na ili kufikia huko katika malengo aliyoyaweka Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kwamba mwanadamu anatakiwa ainamishe macho yake anil haram, kutokana na kuangalia vitu vya haramu. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeyote ambaye hatoacha maneno ya uongo na kufanyia kazi maneno ya uongo, kufanyia kazi uongo, akasema alayhi salatu wassalam, falaysa lillahi haja, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja yoyote fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, kwa mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake, kwa vile ameshindwa kuzuilia ulimi wake, ameshindwa kuvidhibiti viungo vyake, akaingia katika uongo, akaingia katika matendo ya haramu, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, dalla alhadith ala anna maqsud as-siyam tazkiyatu al-akhlaq. Hadithi hii inatujulisha ya kwamba makusudio ya funga ni tazkiyatu al-akhlaq, ni kuzitakasa tabia za wanadamu, kuzitengeneza vizuri tabia za Waislamu, wa tahdhibu suluk, na kupembua mienendo yao, kuiweka sawa mienendo yao. Ayuha almuslimun, wa min maqasidi siyam, na miongoni mwa makusudio ya funga tarbiyatul ikhlas, ni malezi, kuwalea watu katika ikhlas. Fa innahu ibadatun sirriya, kwani hakika funga ni ibadatun sirriya, ni ibada ya siri, baina al-'abdi wa rabbih, ni ibada ambayo ni siri baina ya mja na Mola wake subhanahu wa ta'ala. La yaqayu 'alayha illa Allah, hakuna yeyote anayejua uhakika wa funga ya mtu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja katika hadithi inasema, kullu amal ibni adam lahu
kila matendo ya mwanadamu ni ya kwake mwenyewe, illa sawm, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kwani hakika funga ni ya kwangu mimi na mimi ndiye ambaye ninalipa hiyo funga. Kwa maana ya kwamba siri ya funga yako ni baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ambao wanafahamu usiri wa funga, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema hakika funga ni ya kwake yeye na yeye ndiye ambaye analipa funga za wanadamu. Wa min maqasidihi ayuha almuslimuna ibadallah, na miongoni mwa makusudio yake, makusudio ya funga enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, tarbiyatu sabr, ni malezi ya kuzilea nyoyo za wanadamu katika subra. Fa huwa shahru sabr, kwa maana mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa subra. Wasabru ayuha almuslimuna ibadallah jazaohu aljanna, na subra enyi waislamu malipo yake ni pepo. Malipo ya subra ni pepo, na Allah subhanahu wa ta'ala analipa malipo ya subra, anawalipa wale ambao wenye kufanya subra malipo yasiyokuwa na hisabu. Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa wale ambao watakuwa na subra bila ya hisabu maalum. Wa fihi ayuha an-nasu ibadallah ta'limun lil'abdi an yaksira shahawatihi, ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndani ya funga kunapatikana mafunzo kwa mja kuifunza nafsi yake, an yaksira shahawati, kuvunja matamanio. Ndani yake inapatikana mafunzo kwa mwanadamu kuweza kuyavunja matamanio yake, wa yuqawwiya iradatahu, na kuyapa nguvu matakwa yake, wa yatadhakkara hala al-fuqara wal mahrumin, na ndani yake kunapatikana wanadamu kukumbuka hali ya mafukara na wale ambao hawana kitu, wale ambao ni maskini. Pale mwanadamu anapokuwa amefunga mchana kutwa, hali anajizuilia na mambo mbalimbali, ndani yake yanapatikana mafunzo ya namna gani ambavyo wanapitia wale ambao ni maskini. Wa hadhihi almaqasid alazima, na pamoja na haya makusudio yaliyokuwa makubwa, nara kathiran minan nas la yablughuna thamarata as-siyam, pamoja na haya makusudio makubwa ambayo tumetangulia kuyataja, bado tunaona wengi katika watu hawafikii matunda ya funga zao, wala yasiluna ila haqiqati taqwa, na wala hawafikii kule alikohitajia Allah subhanahu wa ta'ala wafikie katika uchamungu wa kweli. Falimadha ayuha an-nasu ibadallah, basi tunatakiwa tujiulize ni kwa nini watu hawafikii katika malengo yaliyowekwa, malengo ambayo funga imewekwa kwa ajili ya malengo hayo. Kwa nini watu hawafikii huko? Hii ni kwa sababu hawalu siyama ila ada, wameigeuza funga na kuifanya kuwa ada bila ibada, bila ya kuwa ibada. Yani funga hii wakaifanya kuwa ni ada, ni mazoea, kwamba mwezi huu ukifika unaacha kula asubuhi hadi jioni, haunywi asubuhi hadi jioni. Ni ada indahu, ni ada kwa wao, bila ibada, bila ya kuwa ibada. Na wakaigeuza funga ila ju'in bila khushu', wakaigeuza funga katika kushinda na njaa, kushinda na njaa ambapo hakuna khushu' ndani yake, hakuna unyenyekevu ndani yake, hakuna matendo ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaigeuza funga ila sahrin wa lahwin ba'da al-iftar, wakaigeuza funga kwenda katika kukesha
na kucheza michezo isiyokuwa na maana baada ya iftar, baada ya kufungulia. Pale inapofika jioni watu wamefungulia, basi yale ambayo mtu aliona kwamba hawezi kuyafanya katika wakati wa mchana, ikawa sasa yuko huru kuyafanya katika wakati wa usiku. Ikawa anakesha katika mambo yasiyokuwa na msingi, ikawa anacheza katika mambo yasiyokuwa na faida katika dunia yake wala akhira yake. Idhan innahum yasumuna ani at-ta'am, maana yake ni kwamba wao wanafunga kutokana na chakula, wala yasumuna ani al-adhan, wala hawafungi kutokana na madhambi. Yani wanaizuilia miili yao kutumia chakula, na wala hawaizuilii miili yao kuingia katika mambo ya madhambi, kuingia na kufanya mambo ya haramu. Yatrukuna sharaba, utawakuta wao wanaacha vinywaji. Wala yatrukuna alghiba walkadhib, lakini wala hawaachi umbea, usengenyi, ufitinishaji na uongo, na wala hawaachi mambo ya haramu. Kwa hiyo wanaacha chakula na kinywaji, lakini bado wanaendelea kutekeleza, kuyafanya mambo mbalimbali ambayo yanamchukiza Mola wao subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, qala ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ahwanu siyam, funga iliyokuwa nyepesi zaidi, funga iliyokuwa rahisi zaidi, tarku at-ta'ami wash-sharab, ni jambo la kuacha kula na kunywa. Hiyo ndiyo funga iliyokuwa nyepesi. Lakini makusudio ya funga si kuacha kula na kunywa basi, kwa maana ya kwamba hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala alikuwa anakusudia ya kuwa funga uhakika wake ni a'zam min dhalik, uhakika wa funga ni zaidi ya kuacha kula na kunywa. Yani kuacha kula na kunywa ni moja kati ya mambo ambayo yanatakikana katika funga, lakini uhakika wake funga haishii katika kuacha kula na kunywa peke yake, bali ndani yake kunatakikana kupatikane siyamul qalbi ani riyai, kufunga kwa mioyo kutokana na ria. Mioyo ya wanadamu ifunge kutokana na ria, isiwe ni yenye kufanya ria, isijioneshe katika ibadati mbalimbali, ibada ambazo inahitajika zifanywe ibada hizo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, la ria, si kwa ajili ya kujionesha kwa watu. Wasiyamu al-lisani 'ani al-batil, lakini pia ndani ya funga, licha ya kuacha kula na kunywa, kunatakiwa kupatikane kuzuiliwa kwa ulimi 'ani al-batil, na mambo mbalimbali ya batili. Wasiyamu al-jawarih, na kupatikane kufunga kwa viungo 'ani maasi, kutokana na maasi ya mbalimbali. Watu waache kufanya mambo ambayo yanamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ba'd salaf, na wakasema baadhi ya wema waliotangulia, idha lam yakun fi sam'i minni tasawwun wa fi basari ghadbun wa fi mantiqi sidqun fahaddi idhan min sawmiya al-juu' wad-dhama. Baadhi ya wema waliotangulia wakasema, ikiwa masikio yangu yatashindwa kufunga kutokana na kusikiliza mambo yasiyokuwa na msingi, kusikiliza mambo ya haramu, na ikawa macho yangu yakashindwa kujizuilia
nikashindwa kuinamisha macho yangu kutokana na kuangalia vile ambavyo havistahili kuangaliwa na macho yangu, kuangalia vitu vya haramu, macho yangu yakashindwa kunizuilia na hilo. Wa fi mantiqi sidq, na ulimi wangu ukashindwa kutamka maneno ya kweli, matamko yangu yakashindwa kuwa ni matamko ya kweli, ikawa ninaingiza uongo ndani yake. Kwa nasema ya kuwa ikifikia hatua hiyo, basi nafasi ya funga yangu ni kushinda tu na njaa na kiu. Nafasi ya funga yangu ikiwa nimeshindwa hayo, na ni jambo ambalo kila mtu anatakiwa aikague nafsi yake. Nafsi yako ikiwa imeshindwa na haya kuzuilia masikio yako, ikawa nafsi yako imeshindwa kuzuilia macho yako, nafsi yako ikashindwa kuzuilia ulimi wako, nafsi yako pia ikashindwa kuzuilia viungo vyako, basi nafasi yako wewe katika funga yako ni kushinda na njaa na kiu. Wa idha qulta inni sumt, na ukisema ya kuwa mimi nimefunga yauman, nimefunga siku moja, fama sumta, kwa uhalisia wa mambo wewe haujafunga bali umeshinda na njaa na kiu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أيها الإسلام، إن بلوغ مقاصد الصيام يحتاج إلى مجاهدة النفس. وحقيقة jambo lilivyo ni kuwa ili kufikia malengo ya funga yaliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi panahitajika mapambano ya nafsi. Panahitajika kila mmoja apambane na nafsi yake, wa muraqabati rabbi, na kuchunga matendo unayoyafanya, kufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yaraka aina ma kunta, kufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuona popote ulipo, anafahamu kila unalolifanya, anafahamu kila unalolitamka. Kwa hiyo ili kufikia malengo ya funga, kwanza lazima upambane na nafsi yako. Inna nafsa la ammaratun bisu, kwani hakika nyingi katika nafsi, mingi katika mioyo ya wanadamu ni yenye kuwaamrisha wao kutenda visivyo, kutenda yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima ili uweze kufikia malengo ya funga, upambane na nafsi yako, kutoka katika kuifanya funga kuwa ni ada, kuwa ni mazoea, ila ibada, kuelekea katika ibada. Moyo wako sasa uione funga kuwa ni ibada, ibada ambayo ina makusudio mbalimbali ndani yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka. Kwa lazima uhudhurishe moyo wako wakati wa kufunga kwako kwamba funga ni ibada, na hivyo tunatakiwa sisi tuzijaddidi nia zetu. Falnujaddidi niyat, tuzifanye upya nia zetu. Wale ambao walikuwa wanachukulia funga kuwa ni ada, kuwa ni mazoea, ni jambo la kawaida, basi wanatakiwa wazijaddidi nia zao, wazifanye upya nia zao, wafahamu katika mioyo yao, katika akili zao kwamba funga ni ibada. Walnuhasibu al-anfus, na kila mmoja anatakiwa aihesabu nafsi yake
tuzihisabu nafsi zetu kabla an nuhasaba, kabla hatujahesabiwa. Yani isije ikawa unafunga unachukulia kawaida ili watu wakuone kuwa umefunga, lakini hauichukulii funga kwa namna ile anayohitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzihesabu nafsi zetu kabla an nuhasaba, kabla hatujahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walnaj'al as-siyama madrasatan litaqwa, na tuzijalie funga zetu, tuijalie hii funga tuliyokuwa nayo kuwa ni madrasa, kuwa ni chuo ambacho sisi tumeingia kwa ajili ya kujifunza uchamungu. La mausiman lilibadat, tusifanye tu kuwa ni msimu wa ibada mbalimbali, bali tuchukulie mwezi huu wa funga kuwa ni chuo ambacho tumeingia kujifunza uchamungu wa kweli, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu ayuha an-nas ibadallah, nafahamuni enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, anna man sadaqa ma'a Allah subhanahu wa ta'ala fi sawmi, kwamba yeyote ambaye atakuwa mkweli katika funga yake, akaifunga lillahi subhanahu wa ta'ala, balagha maqasidahu, kwa hakika huyo atafikia makusudio ya funga yake, atafikia makusudio yaliyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika funga. Wa man ghafala an ruhi, na yeyote ambaye ataghafilika akaingia katika wale ambao wanachukulia funga kuwa ni mazoea, faqad yakhruju min shahrihi kama dakhala fihi, huyo kwa hakika atatoka katika mwezi wa Ramadhani kama alivyoingia, atatoka katika mwezi wa Ramadhani bila ya kusamehewa madhambi yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, raghima anf, amedondokea pua. Zingatia hapo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anapigia mfano maumivu anayoyapata yule ambaye amedondokea pua yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amedondokea pua yule ambaye amedirikiwa na Ramadhani, ameingia katika mwezi wa Ramadhani, thumma salakha, kisha Ramadhani ikaondoka, Ramadhani ikaisha, na yeye hajasamehewa madhambi yake. Mtu huyo amedondokea pua, bimaana amepata hasara ya hali ya juu, amepata hasara iliyoje kwa kule kuondoka kwa Ramadhani, na yeye Ramadhani hiyo imeingia akiwa fi siha, yupo katika siha, yupo katika afya iliyokamilika, mazingira yako vizuri, si msafiri, anatakiwa afunge, akafunga, lakini yakakosekana ndani ya funga yake yale yanayohitajika kupatikana ndani ya funga hiyo. Mwisho wa siku Ramadhani ikaisha, na yeye hajasamehewa madhambi yake kwa sababu ya kuichukulia funga yake kuwa ni ada na si ibada. Ndugu zangu katika imani, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala siyamana siyaman maqbula wa amalana amalan salihan mabrura, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika takwa na ikhlas, na azitengeneze nyoyo zetu na matendo yetu. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.